Muuguzi alishtuka kugundua kwamba mwanamke mzee alitaka kunywa kitu kabla ya upasuaji. Alifichua haraka mpango wa bibi. Alitaka kufa kwenye meza ya upasuaji ili mume wake apokee bima ya matibabu ya dola 800,000. Alikiri kwamba muuguzi alikuwa tayari amegundua kwamba mwanamke mzee alikuwa akitupa dawa kwenye takataka kwa siri ya mume wake, na hii ilimfanya daktari afichue ukweli kwa mume. Alishangazwa na upinzani wa mke wake kwa matibabu, lakini upasuaji wake ulikuwa tayari umepangwa. Wauguzi walimtuliza, lakini papo hapo walimkamata akijaribu kunywa kitu kwa siri. Kwenye meza ya upasuaji, mwanamke mzee alilia na kukiri kwamba mume wake pia alikuwa na saratani ya ubongo, lakini pesa za familia ziliposaidia tu kumtibu mmoja, yeye akiwa na mapenzi makubwa alichagua kutanguliza matibabu yake kwa mpango uliogunduliwa. Mwanamke mzee alitoroka hospitalini peke yake. Mume wake, kwa kukata tamaa, alimtafuta na akampata kwenye paa. Alipomwona kipenzi cha maisha yake, aliamua kwamba alitaka kuishi. Tangu wakati huo, alikaa kando yake kila siku. Kwa bahati nzuri, wote waliathiriwa na upendo wao, na hospitali ilikubali kumfanyia upasuaji mume wake bure.